Mtazamaji wa Global TV, hapa ni nje ya kanisa la Roman ambalo liko Mikocheni, ambapo ndipo imefanyika ibada ya kumwaga kaka Sebo aliyekuwa kiongozi EFM, na niko na msanii mkubwa wa maigizo na msanii wa Bongo Flava Lulu Diva. Habari yako na pole kwa msiba. Salama, asante sana. Lulu, nitamani kukusikia pia vile ambavyo ulikuwa ukifahamu Sebo enzi za uhai wake. Sebo ni kaka, ni baba, ni rafiki. Ni mtu wangu wa karibu ambaye tumekuwa tukishare mawazo mbalimbali ya kifamilia, ya kazi. Mara yako ya mwisho kabla ya kifo chake labda kuzungumza, unakumbuka? Tuliongea, nilikuwa naongea naye jambo langu ambalo linahusiana na mambo ya familia. Nilikuwa na changamoto, nilikuwa katika kipindi kigumu, nimpigia simu, nilikuwa nalia, akanisikiliza na akanishauri. Na baada ya hapo, labda ulipopata kupata taarifa ya msiba, ulikuwa wapi na ulifanya nini Lulu? Mimi sikupewa taarifa na mtu, ila niliingia tu kwenye mitandao. Ilikuwa ni usiku sana, baada ya kuswali, nimemaliza zangu kuswali, nataka kulala. Nimeshika simu nikasema ni peruzi. Unajua ukishika simu usiku labda ndio muda wa kupumzika huko kitandani, utaperuzi peji. Nikakuta Majizo ameposti msiba wa Sebo. Kwa hiyo kwangu ilikuwa kidogo ni shock kubwa sana, sio kidogo, ni kubwa sana. Niliumia na nilimwombea siku huo kwamba kwa Mwenyezi Mungu aipokee roho yake mahali pema peponi. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini, lakini wote sisi ni binadamu, tutarudi mavumbini. Watu wengi wanakuwa na siri za maisha yao, lakini wewe siri ambayo ilikuwa inakutatiza kwa familia ambayo umeiacha kwenye backup, kwa maana ya kutaka kutokulisema, lakini ulienda kuipeleka kwa Sebo ili aweze kusaidia. Ulikuwa unaamini nini kwa Sebo na sio kwa mtu mwingine? Ana busara zaidi, lakini pia yeye ni mtu mzima kunizidi mimi. Ameshayaona mengi, ameshapitia vitu vingi. Kupitia experience yake ya maisha na busara ambazo yuko nazo yeye na hekima. Sababu unajua mimi naweza ngakutana na kitu, ila busara yangu na hekima nitakaitumia isiwe kama atakayoitumia yeye. Kwa sababu yeye pia ameshajifunza mambo mengi mpaka kwa umri ambao amefikia, kwa sababu Sebo nadhani amefariki akiwa na miaka 51. Kwa ukiangalia mimi hapo amenizidi miaka karibia 20, umeona? Kwa hiyo kwenye hiyo miaka 20 na vitu vingi ambavyo mimi sivijui yeye anavifahamu. Kwa hiyo ndio maana nilimtafuta hata yeye, niliongea naye, lakini pia nikiongea naye mara nyingi huwa napata afadhali ya moyoni. Ananiambia vitu ambavyo vina make sense, au ananiambia vitu ambavyo moyo wangu ulitamani kuvisikia. Na ulivyomwambia tatizo lako, aliweza kulitatua kwa kiwango gani? Alinipa ushauri na kesho yake alinipigia tena simu kuhakikisha kwamba hivi nilifanya alivyonielekeza, na nikamwambia ndio nimefanya. Akanitumia location, akaniambia niende nikaonane naye, niongee naye kwa ukaribu. Ulipata nafasi ya kwenda kuonana naye kwa ukaribu? Hiyo ndo tatizo sasa, sikuweza kwenda na alinitumia tena message. Ninazo message. Akanitumia message, wewe una shida sana, nikikuelekeza njoo utaki kuja. Kuna sehemu yao wamefungua panaitwa Silver Pipe, sijui Silver nini, something like it. Ndio alikuwa ananiconvince njoo pazuri, utapapenda nini hivyo. Neno lako, na tunajifunza nini kutokana na kifo hiki cha marehemu Sebo? Nini? Neno lako na nini ambacho tunajifunza, kwa sababu imekuwa ni ghafla kifo chake. Mchana ameongea na marafiki, ameingia ofisini, jioni tunaambiwa amepata mshtuko wa haraka, kawaishwa hospitali, taarifa inakuja amefariki. Kifo kinampata mtu yoyote, na the good thing ni kwamba, au bad thing ni kwamba hatujui saa wala muda. Wote tuko safarini. Tutende mema tukiwa tunajua kabisa hatujaijua kesho yetu. Tuiandae kesho yetu. Tuwe humble. Maisha ni mafupi sana. Alafu maisha ni ya kwako, misiba ni ya kwetu. Unaona Sebo alivyozikwa, alivyopokelewa, msiba wake ulivyopokelewa na watu wengi sana.
Hii sasa inaonyesha hata Mwenyezi Mungu na malaika wanaona ni jinsi gani kiumbe huyu alikuwa anaishi vizuri na wenzake. Kwa hiyo kuishi na watu vizuri pia ni kitu kizuri sana. Mtaji wako sio pesa tu, hata watu pia ni mtaji mkubwa sana na unahitajika katika maisha. Mungu amrehemu Sebo, na tunashukuru kwa maisha yake kwa sababu yeye ndo amefanya tumekusanyika watu wote hapa, maelfu ya watu ambao tumekutana hapa. Yeye ndo ametukutanisha hapa. Japokuwa ni msiba, lakini Mwenyezi Mungu alisema sherehe ziko 4: kuzaliwa, kuoa, kuolewa. Ziko 3: kuzaliwa, kuoa, kuolewa na kufa. Nadhani za kwake zote ameshazitimiza. Mwenyezi Mungu amrehemu. Yeah. Pole sana. Amin. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.